Mpango wa Mungu tokea hapo awali, tokea mwanzo, ilikuwa Mungu afanye mahusiano, aambatane pamoja na mwanadamu tokea hapo awali. Mungu anapotaka kuongea na mwanadamu, aongee naye uso kwa uso, pasipokuwa na mtu wa katikati. Hapo ndio ulikuwa mpango wa Mungu tokea awali. Mungu mpango wake tokea awali ni kufanya ushirika, kuwa familia na mwanadamu aliyemuumba katika sura na mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata mara baada ya Adamu wa kwanza kuharibu mahusiano yake na Mungu kwa kutokuamini sauti ya Mungu na kuamini sauti, chanzo cha sauti nyingine, hata mara baada ya kutenda dhambi, bado Mungu alikuwa anawatembelea katika bustani ya Eden, sehemu ya uwepo wake alipowaweka, akitaka waendeleze mahusiano pamoja na wao. Kuna mtu mmoja ananisikia hapa jamani, Amesema kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8, anasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu, Adamu na Hawa, akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Walishamkosea Mungu tayari, lakini Mungu bado sauti yake inawatembelea kama kawaida yake, ikimaanisha Mungu anataka mahusiano, anataka kuhusiana na mwanadamu. Kwa hiyo nikisema Mungu binafsi, namaanisha ni mahusiano kati ya mtu na Mungu, mahusiano kati ya mwana na Mungu kama ni baba yake aliyemzaa katika roho. Kuna mtu mmoja ananielewa hapa jamani wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Ile hali ya utakatifu ilipoondoka ndani ya mwanadamu, Mungu alianza kuandaa namna ya upatanishi. Akaanza kuwatumia watu wake husika. Aliwatumia manabii, akawatumia wafalme, akawatumia waamuzi, akawatumia makuhani. Wakawa kama ni daraja, kama ni pointi ambao Mungu kupitia wao atazungumza na watu. Lakini tokea awali Mungu alitaka azungumze na kila mmoja pasipo kutumia mwanadamu yoyote pale mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waibrania sura ya 12 mstari wa 14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mungu anasema mtu ambaye moyo wake hauna utakatifu hawezi akaona Mungu anajifunua kwenye maisha yake. Nini maana ya utakatifu? Utakatifu sio namna ya kuomba, sio namna ya kuimba, sio namna ya kutembea wala kukaa. Utakatifu maana yake ni kutengwa na Mungu kwa ajili ya Mungu. Ndio maana ya utakatifu. Mungu anapomtenga mtu na mfumo wa dunia hii wa giza, kutengwa na matendo mabaya, mawazo mabaya, kutengwa na maadili na machukizo, uovu, kwa ajili ya Mungu akutumie. Moyo uliotengwa na kufinyangwa na Mungu ni moyo wa mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba yule aliyempokea Yesu Kristo, kipawa cha neema ya wokovu, amefanyika kuwa ni mtakatifu pamoja na Kristo, anamaanisha ametengwa, amehamishwa kutoka kwenye giza, ameingizwa katika nuru, pendo la Kristo. Kwa hiyo wewe unayemwamini Yesu Kristo na mimi namwamini Yesu Kristo, sisi ni watakatifu pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 10 na wa 11, Mungu anamwambia Musa, waandae hao wana wa Israeli, wajitenge, wafue nguo zao, wajitakase, wajikusanye mlima Sinai. Mimi nitawatembelea, nitakuja kuzungumza na nyie. Ila kabla mimi Mungu sija kuzungumza na nyie, lazima niwakute mkiwa katika hali ya nini? Ya utakatifu, hali ya kutengwa.
Musa anawaandaa wana wa Israeli. Lakini mara baada ya kuandaa, namna Mungu alivyokuwa anajifunua kwao katika radi, katika namna tofauti ya utukufu, wakaanza kuogopa, wakakataa kuwa na mahusiano binafsi ya moja kwa moja na Mungu. Wakamwambia Musa, walimwambiaje kwenye Kutoka sura ya 20? Walimwambiaje? Kutoka 20 mstari wa 19. Wakamwambia, wana wa Israeli wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutasikia, bali Mungu asiseme nasi, tusije tukafa. Wakamwambia Musa, sema na sisi wewe. Hatutaki tusikie Mungu moja kwa moja, hatutaki kuwa na mahusiano ya kumkaribia Mungu moja kwa moja. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Mungu option yake alikuwa anataka ahusiane na mtu moja kwa moja. Ndio maana akawaambia watakase, watenge, wafue nguo zao, wakae sawa sawa, niweze kujifunua kwao. Lakini wana wa Israeli, kwa kuwa walikuwa na mioyo migumu na shingo ngumu, walikataa kusikia moja kwa moja kwa Mungu. Wakachagua wasikie kwa Musa badala ya nani? Ya Mungu. Ndio maana malaika wa Mungu akampa Musa amri ziwaongoze wana wa Israeli. Mungu alitaka kuzungumza nao habari njema, wakakataa. Kwa mkono wa malaika, Mungu akamtuma malaika wake awape amri, Torati iwaongoze. Kwa hiyo Torati ilikuwa mpango wa Mungu tokea hapo awali. Mungu hakutaka wanawake waongozwe na Torati, alitaka waongozwe na nini? Na sauti ya moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani asubuhi ya leo. Waebrania sura ya 14, sura ya 4 mstari wa 14. Biblia inasema Mungu amemfanya Yesu Kristo. Yesu Kristo amefanyika kuwa ni kuhani mkuu. Agano la Kale, makuhani walitumika kama sehemu ya kiunganishi. Sauti ya Mungu ilipitia wao, walisikia sauti ya Mungu, wakawaambia watu, walikuwa kama sehemu ya madaraja. Ila katika Agano Jipya, Yesu Kristo amekuwa ni nani? Ni kuhani mkuu. Na sisi tunayemwamini, Biblia inasema ametufanya sisi kuwa nini? Ametufanya kuwa ni makuhani pamoja na Yesu Kristo. Anasemaje kwenye Waebrania sura ya 3 mstari wa 1? Biblia anasemaje? Kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kushiriki mwito wa Mungu, wenye kushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu, Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasisitiza tumtafakari mtume mkuu na kuhani mkuu, Yesu Kristo. Agano la Kale tunaona aliwatumia wafalme, aliwatumia waamuzi kama sehemu ya kusikia sauti na kuwafikia watu wake. Lakini Biblia inaniambia kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 31 hadi 33, malaika wa Mungu anamwambia Maria aliyekuwa bikira, ambaye sio bikira tena, anamwambia utazaa mtoto. Anamthibitishia kwamba atazaa mtoto Yesu Kristo, ambaye atakuwa ni mfalme wa wafalme, mfalme wa milele. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 19 mstari wa 16 kinasema, naye Yesu Kristo ana jina limeandikwa katika vazi lake na paji lake la uso, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Anasemaje katika kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 37? Anasemaje? Wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake, yaliyoandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. I. Huyu ni Yesu mfalme wa nani? Wa Wayahudi. Kuthibitisha kwamba maandiko ambayo manabii walioyatabiri kwamba atakuja mwana, atauvaa mwili na atakuwa ni mfalme wa wafalme, na ufalme wake utakuwa ni wa nini? Ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Agano la Kale Mungu aliwatumia wafalme, waamuzi kusema na watu, lakini katika Agano Jipya, Waebrania sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, anasema Mungu ambaye alisema zamani
na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Agano la Kale Mungu alitumia namna nyingi na njia nyingi Mungu kusema na watu wake. Agano la nini? La Kale, ikiwemo wafalme, manabii, makuhani. Lakini katika agano hili jipya Mungu anasema kupitia Roho wa Kristo, kupitia mwana aliyefanya makao ndani ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano la Kale pia alitumia manabii mbalimbali, lakini katika agano jipya Yesu Kristo amekuja kama nabii mkuu. Kumbukumbu la Torati sura ya 18, Kumbukumbu la Sheria sura ya 18 mstari wa 18 inasema, mimi nitawainulia nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakaye mwamuru. Anatabiri habari ya Yesu Kristo atainuliwa katikati ya Wayahudi na Bwana ataweka maneno yake kinywani mwake. Tunathibitisha hili, andika, tunathibitisha hili kupitia Wakorintho wa pili, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19. Baba alikuwa ndani ya mwana akiupatanisha ulimwengu, akaweka huduma ya upatanisho na neno ya upatanisho. Na sisi tunayemwamini Yesu Kristo ametupa huduma na ametupa neno la upatanisho ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi, kama Yesu Kristo ndio nabii mkuu, amezungumza katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 22 na 25. Mtume Petro akiwa katika hekalu la Sulemani anawaambia Wayahudi kilichoandikwa katika Kumbukumbu la Sheria, Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 18, kwamba Mungu atamuinua mtu, atamuinua mwana, atamuinua nabii mkuu atakayeweka maneno ndani ya kinywa chake. Nabii huyo ni Yesu Kristo ambaye amekuja kwenu mkamkataa. Anawaambia Wayahudi kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 22 hadi wa 25.